Tufaina huruma sana moyoni mwangu, muonapa kujificha mkononi mwangu, unificha adui hatanipata, unificha mkononi mwake. Ingine kuna taabu yanisogeza kwake, najua sirani ya mapenzi yake, unificha adui hatanipata, unificha mkononi mwake. Adui wakiniudhi nami nikisumbuka, Mungu atavigeuza vyote viwe baraka. Unificha adui hatanipata, unificha mkononi mwake. Nishipo duniani tufani daima, anilindapo rohoni nitakaa salama. Unificha adui hatanipata, unificha mkononi mwake. Unificha adui hatanipata, unificha mkononi mwake. Unificha adui hatanipata, unificha mkononi mwake.
imekuwa ni dunia ya wasomi, dunia ya utandawazi, dunia ya kila mtu anajua, dunia ya kila mtu anajua kusoma Biblia, dunia ya kila mtu anajua kutafasiri maneno, dunia ya mtu ambaye hataki kuhubiriwa. Dunia ya leo ni ya mtu ambaye hataki, yani ni dunia ambayo inapenda tuseme miujiza mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni dunia ambayo inapenda mambo ya dunia. Lakini Yohana alikuwa anaenda akihubiri Injili kwa wasiookoka. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua watu wanadhani kwamba unapoenda kuhubiri Injili unatakiwa wewe kuhubiri kwamba mimi nataka nikahubiri mahali ambapo kuna warokole wengi wameshaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nifungue kanisa ambalo hilo kanisa lina maeneo ya warokole, ambaye ina maeneo ya Waislamu wa dini nyingine au maeneo ya wapagani. Siendi kufungua hiyo huduma, wala siendi na kanisa hilo maeneo haya ambayo ina waganga wa kienyeji. Bwana Yesu apewe sifa. Sitoweza kufungua kituo cha huduma kwa sababu sitopata watu. Haleluya. Lakini Yesu yeye hakuja kwa sababu ya watu ambao wamekishaokoka. Yesu alikuja kwa ajili ya watu wenye dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alikuja kwa ajili ya watu ambao hawamjui Mungu, kwa ajili ya watu wapagani. Alikuja kwa ajili ya waganga wa kienyeji. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuja kwa ajili ya watu ambao wasiomjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ili waweze kuhubiriwa, wapate kujua huyo Mungu. Na ndio maana Yohana alikuwa anabatiza, lakini akasema yuaje nyuma yangu, mimi sistahili kugusa gidani ya kamba ya viatu vyake. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani maana yake wakati mwingine hastahili kugusa chochote alichonacho Yesu, kwa sababu ana nguvu kuliko yeye. Marko amesema na Yohana, Luka amesema. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana kuanzia kutabiriwa kwa nabii Isaya, haya mambo yalitabiriwa na Yesu kitendo akasema, kwa sababu huo mwanzo wa kuletwa Injili. Yaani unajua, kwa mfano nazungumzia kwa habari ya Goroka au habari ya Twangoma au habari ya Mbagala nzima. Bwana Yesu apewe sifa. Kizazi cha leo cha wahubiri wale na viburi. Moja ya kuomba. Maombi kwa lugha nyingine mimi nasema maombi ni tiba. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi ni tiba. Kufunga na kuomba, hata kama kuna vita vimekujia kwenye maisha yako, baada ya kufunga na maombi, Yesu anafuta kila kitu kwenye maisha yako. Yesu anafuta mabaya ya adui zako. Yesu anafuta mawazo ambayo mwanadamu anaweza kukuwazia kwa ubaya, akayafuta kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ili uweze kupanda nguvu ya kupokea Roho Mtakatifu, ukisoma kwenye Marko hii 9 mpaka 11 inasema, ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama ua akishuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe.
Kumbuke unapomaliza kufunga na kuomba au unapokuwa umefunga na kuomba, ukumbuke kuna majaribu yanakuja. Kwanza, kama ulikuwa umefunga maombi, ukitembea barabarani unakuta kuna chakula, kuna watu labda wanatembeza matunda, unashangaa ghafla kile kitu ambacho ulikuwa unakipenda ndani ya moyo wako ndicho kinatokea usoni. Bwana Yesu asifiwe. Kinatokea mbele yako. Kwa nini kinatokea mbele yako? Kinatokea mbele yako kwa sababu ya kutaka, je, utashinda? Na ndio maana Yesu alipotoka kubatizwa, huwa alipopaa akasema, akasikia sauti kutoka mbinguni na akasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo cha kutoka tu, kija kusoma hapo 12 nasema, mara Roho akamtoa aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40 hali akijaribiwa na Shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tumefungua huduma hii hapa, tuko hapa. Huduma kuna wakati watu wanaongezeka, watu wanapungua. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakuja wengi katikati za wiki, wanarudi nyuma. Watu wanakuja Jumapili wengi, wanarudi nyuma. Haleluya. Wanaohesabu vichwa vya watu wakipita barabarani kwamba wamefikisha watu 9, watu 10, ile sadaka tayari. Bwana Yesu asifiwe. Wanarudi nyuma. Lakini Roho Mtakatifu, Shetani anakuja anakuambia, sasa angalia, mbona watu walikuwa ni wengi kanisani? Mbona watu siku hizi wameanguka? Kwani wewe una nguvu za Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba hujui kuokoka au hujui kuhubiri. Unajua watu wanapokuwa wameokoka bado mwanzo, unapokuwa unabembeleza, unapokuwa unahubiri injili ya kubembeleza au injili ya kutia moyo, siku ukigeuza injili ambayo ni ya kurarua, injili ambayo ni ya kukemea maovu, kama mtu ambaye bado hajaokoka akiona umesoma neno la kusema linahusu mpumbavu, mjinga, anahisi kama vile umemsema yeye. Bwana Yesu asifiwe. Umesoma neno, anachukua kaneno pamoja, kanaingia kichwani. Hivi mimi ni mtu wa madeni, kila siku napenda kukopa? Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni mimi mtu wa kupenda kula sana? Hivi ni mimi mtu na maana kwamba nikienda mimi ni mtu ambaye kuligalia sana? Anakaa kichwani na waza, hivi yule mchungaji ananifikiriaje? Kwa nini nikiwa kanisani huwa ananihubiria mimi tu peke yangu? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini masomo mengi yanahusu mimi? Yaani moja hujamtaja jina lake, lakini akiwa nyumbani, akiwa kwa marafiki zake, akiwa kwenye makundi, anakaa anaongea kwamba yaani nikienda kanisani yule mchungaji anakaa ananisema mimi kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Yule mchungaji anakaa anazungumza mimi mwenyewe. Sasa anajiuliza, siku moja nihubiri neno katika mimi mpumbavu. Haleluya. Ume mpumbavu ni somo ambalo linafundishwa. Haleluya. Umezungumza katika maneno labda 10, lakini yeye anachukua kaneno kapumbavu, kaneno mjinga, kaneno una akili. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hapo kanaanza kutembea kwenye kichwa chake. Na ndio maana nasema kwa habari ya kufunga na kuomba, kuna majaribu mengi yanapita ili yaondoe mafungo yako, yaondoe imani yako. Unapokuwa umefunga maombi, zitakuja vitu mbalimbali vya kutamanika. Vitakuja vishawishi
mbalimbali vya kutamanika ili vikushawishi, ili kusudi uache mafungo, ili kusudi uingie dhambini. Lakini kumbuka kwamba Yesu na Yohana Mbatizaji alikuja kuwabatiza ili kwa ajili ya ondoleo la dhambi, watu waache maovu. Sasa leo hii ukija Goroka unakuta mtumishi wa Mungu yuko hapa anahubiri, wanakuona yule kachanganyikiwa, yule kwanza waumini hana, waumini kwanza wamemkimbia. Bwana Yesu asifiwe. Waamini kwanza hawaongezeki. Sasa mtu ambaye anaongea hayo hajawahi kuingia kanisani kusali. Au ni yule mtu ambaye anaenda kanisani ndiye anapeleka hizo habari. Haleluya. Maana yake huyo mtu ni mtu ambaye moja ni mchanga wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Moja ni mtu ambaye hajaokoka. Moja ni mtu ambaye hayuko tayari kukaa chini ya mkono wa Mungu, chini ya kunyenyekea, chini ya kushuka, chini ya kutembea na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaishi katika maisha ya dhambi, hataki kubadilika. Dhambi amezoea, yeye kutenda dhambi ni jambo la kawaida, kusengenya jambo la kawaida, kutukana jambo la kawaida, kuongea uongo jambo la kawaida, kusema kwa mabaya jambo la kawaida. Yaani yeye amezoea maisha ya kawaida ya kutenda maovu muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza moja, ana hofu ya Mungu. Yaani ile hofu ya Mungu hana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nazungumza haya? Maana yake unapokuwa unaishi katika maisha ya dhambi, ujue mwisho wa siku dhambi inakuwa ni kubwa. Haleluya. Dhambi inapokuwa kubwa, yaani sasa mtu ambaye ameugua jipu au kipele, kinapokuwa kidogo, kinaanza kidogo kinauma taratibu. Mwisho wa siku mpaka jipu linakuwa kubwa. Siku linapokuwa linapasuka, huwa linatoa usaha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vidonda vinavyopona na kuna vidonda ambavyo haviponi. Na mara nyingi vile visivyopona ni vya kurogwa. Na yule aliyerogwa naye haamini kama Yesu anaokoa na haamini kama Yesu anaponya. Bado ataendelea kwa waganga wa kienyeji, bado atazunguka kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku ule mguu unaoza. Baada ya kuoza unakatwa, anaanza kuwa mlemavu wa mguu mmoja, kwa sababu aliona uzembe wa kutibu kile kidonda kikiwa bado ni kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa dhambi nayo inapokuwa ni ndogo, unaweza kuisahau kwamba mimi nikitenda dhambi jambo la kawaida, kufanya mambo nishazoea, wizi nishazoea, kuiba, kuvunja nyumba za watu nishazoea. Haleluya. Kuchukua ng'ombe za watu nishazoea, kuchukua wake za watu nishazoea, kufanya ulevi nishazoea. Sasa ile dhambi inapokuwa kubwa, mwisho wa siku kinachotokea ni mauti. Baada ya mauti, kwa sababu haukutubu, watumishi wa Mungu walikuhubiria Injili, ukawatukana, ukasema wale ni waganga njaa, wale ni walala njaa, wale wamechoka, wale wanatafuta hela, ile kanisa ni la biashara. Maneno mengi yalikutoka, uliyosema sana watumishi wa Mungu. Kinachokupata kinakuramba, unaanza kufa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu dhambi inapotaka kukumaliza, kinachotokea
unaanza kunyong'onyea, unakonda kwanza, unakuwa kama mlingoti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwili mzima hauna nguvu, unalala kitanda mwezi mzima, unalala kitanda mwaka mzima. Hapo pote Yesu anakusubiri, Mungu anakusubiri utubu uokoke. Bado hutaki kuokoka. Roho Mtakatifu anakuambia okoka, acha maovu. Bado hutaki kuokoka. Anakuambia usitende maovu, acha kuiba, acha kuroga, acha uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Acha dhambi. Bado hutaki kubadilika. Haleluya. Kanisa likifunguliwa mtaani kwako, hawa wachungaji nao wamekuja kufungua kanisa mpaka mtaani kwetu. Wamekuja kufungua mpaka tumechoka kusikiliza kelele. Jina la Bwana libarikiwe. Wanafikiri kanisa litafunguliwa porini. Kule kwenye mapori wanaenda kuishi watu wanyama. Maporini. Mbona viwanja vya mpira haviweki maporini? Kwa nini vinakaa katikati ya mji? Kwa nini vinakaa katikati ambapo watu wataenda wataweka kiwanja katikati ya mji? Bwana Yesu asifiwe. Angalia ule uwanja wa Temeke pale. Uwanja wa Taifa. Mbona uko katikati ya mji? Na umetengenezwa umezungushiwa vizuri. Maana yake iwe rahisi watu wafike kutazama mpira kwa ukaribu, kutazama michezo kwa ukaribu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana hata makanisa tunafungua huduma mtaani kwetu, kwenye miji, kwenye mitaa. Maana yake tuwafikie wale watu mahali kama mtu ambaye alikuwa ni mpagani, hajawahi kusikiliza neno, hata kama kanisani haingii, hata kama nyumbani mwa Bwana hawajawahi kwenda kusali, lakini sauti itamfuata huko. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa litamfuata huko. Na ndio maana naambiaga watu wa Gorogo ambao wanasikia sauti, yeyote anayekuwa anasikia kiburi cha kutoka kubadilika, kutoka kuacha maovu, kutoka kutenda matendo mema, cha kutoka kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Wasiopenda kutubu, wasiopenda kuokoka, ambao wanaendelea kutenda dhambi, ipo siku watalia na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Ipo siku watalia na kuomboleza, watatafuta msaada, hawataupata. Jina la Bwana libarikiwe. Hujawahi kuona mtu akiwa mzima anaona kwani nikiwa mzima kanisani kuna nini? Nikafuate nini? Wachungaji wenyewe waganganja tu hao. Hao wachungaji wenyewe watafuta hela tu hao. Sasa sifa kiumwa, nitafutie mchungaji nikaombewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba mchungaji nikaombewe. Haleluya. Naomba mchungaji, nitafutie mchungaji ya nani hapa niko hoi, niombewe. Maana shaka kwa madaktari ishashindikana. Ashaitwa waganga na waganga waaguzi ishashindikana. Ashaleta utabiri wa lamuri ishashindikana. Ashaleta wanaotabiri imeshashindikana. Ashaleta kila design ya mganga imeshashindikana. Ameshaleta kila design ya daktari imeshashindikana. Anaanza kusema kuzalenda, nitafutie. Bwana Yesu asifiwe. Nitie. Sasa wewe mbona ni wa dini nyingine? Kwani si maombi tu? Maombi ni popote. Jina la Bwana libarikiwe. Maombi yanapokelewa sehemu yoyote. Lakini alipokuwa ni mzima wa afya, alikuwa anabagua, kwani dini ya kazi gani? Kanisani kuna nini? Mimi na dini yangu. Siku hizi mtu kimwalika kanisani, karibu kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nina kanisani kwetu. Hata mimi nina dini yangu. Kwani wewe dini yangu ushakuja kanisani kusali? Kwani wewe ushanifuata? Mimi tu, mbona wewe hujaanza kunianza kukualika? Mimi ndio nimekualika. Mimi ndio nimekwambia njoo kanisani usali. Karibu kanisani tutembelee. Anakwambia mimi na dini yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja nikatana naye kwenye TikTok. Nikawa namkaribisha kanisani. Akaniambia mimi nakaa sijui Tegeta. Bwana Yesu asifiwe. Akasema njoo kanisani, asema mimi mwenyewe na kanisani kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hivi viburi vya kuhusu neno kanisani kwangu
Sio kwamba nina Yesu ndani yangu, kwamba nina Yesu. Yaani dhehebu, watu sasa hivi wanaingia dhehebu. Mtu anaingia, yaani kidumu cha kanisa anaingia kama mimi nina kanisa changu. Una kanisa changu. Ni hebu sema kwamba mimi nina Yesu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani useme kwamba mimi nina mchungaji wangu. What? Jina la Bwana libarikiwe. Lazima utambue kwamba mimi nina Yesu Mnazareti. Na ndio maana Yohana alisema naye kuja yuko nyuma yangu. Haleluya. Sina uwezo wa kugusa viatu vyake, gidani lake, kamba zake, nguo zake. Siwezi kugusa, maana ni moto upotea mbali. Maana ni mtu mwingine, ana nguvu nyingine, ana uwepo mwingine, amejaa uwezo na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu ambacho huwezi kuelewa. Unajua ukifungua huduma na majukumu mengi, maisha mengi, usipoamua kwamba kuanzia sasa mimi nataka nikutumikie katika roho na kweli, nataka nikuabudu katika roho na kweli, acha yaani kujichanganya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kujichanganya, kesho huku, kesho huku, kesho huku na huku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tutambue hizi ni nyakati za mwisho. Shetani ameanza kuwatesa watu. Shetani ameanza kuwahamisha watu. Aidha anataka aondoke na watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ukampokee aingie ndani ya maisha yako na ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Tunapoenda kwenye maombi, Mungu aseme na wewe. Akisema na wewe, simama juu. Tunapoenda kwenye maombi, tuna maombi ya siku 14. Tumwambie Mungu atuvushe. Na mwaka huu tutakuwa na mikutano. Ninatamani ikifika mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 5, kila mwezi tutakuwa tunafanya mkutano mkubwa. Haleluya. Tutaanza kwa Mau, tutaanza huko chini Mondeni, tutaenda Mzinga, Tuangoma, mkutano mkubwa. Achana na msipika mdogo, mkutano mkubwa. Na mimi mikutano yote itakuwa na ubiri mwenyewe. Itakuwa na ubiri mwenyewe. Huo mwaka 2026 ni mwaka wa kuhubiri Injili. Ni mwaka wa kuonyesha matendo makuu ya Mungu. Na ndio maana maombi, tunapoingia kwenye maombi, mwambie Mungu atupe nguvu ya kusimama imara, ili adui asipige vita ya uchumi, ili tupate fedha kwa ajili ya kutangaza Injili. Sema amen. Kwa mwaka mzima tumehubiri ndani, tutaenda kuhubiri nje katika jina la Yesu. Nina imani Mungu atainua hiyo huduma. Atainua hiyo huduma isivyo kawaida. Oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni,
wa mbinguni, hakuna kama wewe. Imba Baba wa mbinguni, hakuna. Imba Baba, hakuna. Imba Baba, hakuna. Unajibu Bwana, 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 unajibu Bwana, Bwana, maombi, unajibu Bwana, 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 unajibu Bwana, Bwana, maombi, unajibu Bwana, 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 unajibu Bwana, Bwana, unajibu Baba, katika jina la Yesu tunaachilia nguvu ya damu mara kondoo. Asante kwa kibali hiki ambacho umetupatia neno. Wewe ni Mungu mkuu. Umesema wakati Yohana anahubiri Injili, anawabatiza Yerusalemu wa Galilaya, alikuwa anawashuhudia akiwaambia yeye sio mkuu, akamwambia yupo mkuu ajaye nyuma yangu, na akasema astahili kugusa kamba ya gidani ya viatu vyake. Ninatangaza neema yako Bwana, kwa sababu Mungu umetupa neema hii na nafasi, achilia neema ndani yetu. Tunatamani Bwana Yesu kuona uwepo wako na nguvu ukikaa ndani yetu. Bwana Yesu, simama na sisi leo, achilia nguvu leo, damu ya Yesu tawale leo. Ninatangaza Bwana Yesu, watu wasiokoka, watu wenye dhambi, wasamehe dhambi zao, wakatubu, wampokee Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yao. Natamani kuona Bwana Yesu unasimama leo, unasimama leo ndani yetu leo. Simama juu ya maisha yetu leo. Kila mikataba, mipango ya ibilisi, mipango ya kichawi, roho yote ya giza inaiteketeza kwa moto la kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana Yesu, tutetee leo, tupiganie leo, tuwezeshe leo, tushike mkono leo. Tunahitaji nguvu ya damu ya Yesu ikinena nasi. Tunaamini Bwana Yesu, wewe unastahili sifa, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa. Tuko mbele zako Bwana, tumekuja hapa, tunahitaji utupatie nguvu yako mpya. Nipatie kibali, nipatie nguvu mpya, nikutangaze Yesu katika roho na kweli. Nihubiri neno lako, matendo yako makuu, nitangaze Injili Yesu kwa wasioamini, wakaliamini neno lako, waamini neno lako. Katika kitabu cha Luka ile sura ya 3 mstari wa 1, ule mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo, jinsi Yesu alivyoonyesha matendo makuu, alivyoonyesha ishara, alivyoonyesha miujiza, alivyoonyesha maajabu, akihubiri habari njema Yesu Kristo. Tunaachilia neema
ya damu ya Yesu Kristo. Tunaachilia kibali, tunaachilia nguvu. Yesu, tunakuomba haya maombi ya siku 14. Tunajua wewe ni Mungu tu. Hatujatimiza maombi ya siku 40, lakini tumeweka maombi ya siku 14. Bwana Yesu, Lord, inua maisha yetu, pandisha kiwango chetu cha imani, kiwango cha wokovu, kiwango cha kuokoka, kiwango cha kusimama, kiwango cha kuhubiri, kiwango. Yesu, fungua milango yetu, milango ya fedha ipatikane, ili tupate fedha kwa ajili ya kukodi vyombo vya muziki, kwa ajili ya kuhubiri Injili. Tuhubiri Injili kwa ukubwa. Tunahitaji Bwana Yesu viwango vikubwa. Utupandishe viwango, utuinue kiwango, tuinue kiwango kikubwa. Tupe ujasiri, tupe Bwana nguvu ya kupanda katika kiwango, ya kupanda kiwango, kiwango cha huduma, kiwango cha imani. Tuandishe Bwana, tupandishe Bwana, tupandishe Bwana, tupandishe Bwana. Yesu, tupandishe. 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 Kipando Bwana, pana mbegu ndani yetu, pana mbegu maishani mwetu, pana mbegu juu yetu. Tuweke imani Bwana ya kupanda upya. Tusimame Bwana katika imani mpya. Tuwezeshe nguvu ya imani mpya, ya kusimama upya, ya kuhubiri upya, kiwango upya, nguvu ya imani mpya. Kwa jina la Yesu, tupandishie Bwana juu ya maisha yetu. Achilia upako, achilia kibali, tuinue tena upya. Tufundishe Bwana namna ya utakatifu, namna ya kutakaswa. Takasa maisha yetu, takasa Bwana mwenendo wetu, njia zetu. Tupandishe Bwana kiwango cha imani, kipande kwa jina la Yesu. Yesu, nipandishe upya. Yesu, nibadilishe. Yesu, nitengeneze. Yesu, niumbie upya. Nahitaji Roho Mtakatifu, ewe ua uliyepanda juu ya Yesu, na upande kwangu pia. Nipandishe kiwango, nipe nguvu ya imani, nguvu ya kushinda, nguvu ya kusimama, nguvu ya kuhubiri, nguvu ya kusema, nguvu ya kuongea. Kwa imani nipate kushinda, kwa imani nishinde adui zangu, nishinde maadui, nishinde watesi, nishinde wachawi, nishinde maadui. Ninakataa roho yote ya giza, kila mikataba ya kipepo, ya kichawi, tunaivunja, tunaifuta kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho yote inayozuia tusipande kiimani, tusipande kiimani, tusipande kishujaa, tusiwe watu wa shujaa, watu wa viwango. Achilia neema kwa viwango, kwa damu ya mwana-kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Simama nasi leo, wezesha nasi leo, tupiganie nasi leo, tushike mkono nasi leo, tuachilie nguvu nasi leo, tupandishe kiwango nasi leo. Imani yetu pande kiwango. Futa magonjwa ndani yetu, futa mauti juu ya maisha yetu, futa roho za ajali juu yetu, futa magonjwa ndani yetu. Tunahitaji afya, tunahitaji uzima, tunahitaji hekima, tunahitaji maarifa. Asante Yesu, asante Bwana Yesu. Endelea kutupa kiwango, tupe kiwango cha huduma, tuwezeshe katika huduma, tupe nguvu ya huduma, tupandishe imani. Roho Mtakatifu, ila wewe hatuwezi. Hatuwezi, 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 hatuwezi. Roho Mtakatifu, kuzuia ndani yetu, tuhudumie. Hudumia watoto wako, hudumia vijana wako, hudumia kina mama, hudumia kina baba, hudumia. Roho Mtakatifu, ingia ndani yao, takasa maisha yao. Kila mmoja asiamini apate kuokoka, awe na toba. Tunaomba toba, 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 toba kwa vijana wa leo wanaotumia madawa ya kulevya. Toba, toba kwa wachaguliwa. Toba kwa kina mama, kwa vijana.
toba kwa walevi, toba kwa majambazi, toba kwa wezi, toba, 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 toba kwa wanaojiita si mwadha. Toba, Yesu, wamrudie. Tunafuta roho ya usiku madha, roho ya kuachika tunaifuta kwa jina la Yesu. Tunarejesha ndoa zilizopotea, tunarejesha ndoa, tunarejesha uchumba uliopotea, tunarejesha roho ya kufeli katika elimu, tunarejesha elimu, tunarejesha masomo kwa watoto wetu. Pandisha imani, pandisha nguvu ya imani kwa kwetu Bwana, kusiwe bure. Yesu yetu, tupandishe kiwango, pandisha imani, pandisha imani, pandisha wokovu, sauti ya mtu ayaye nyikani, ile sauti inayolia kwenye mabonde, inayolia kwenye maporomoko, inayolia milimani, inayolia sauti inayolia ikiomba kina mama watubu, wenye dhambi watubu, vijana waokoke, kina dada waokoke, waache dhambi, waganga watubu, matajiri watubu, wafanya biashara watubu, waache dhambi, waache maovu, waache kudinai kwamba wana pesa, kwamba watasali, hawataki kuombewa. Kwani India wanaenda nini? India mbona wanaenda wanarudi hawajapona? Mbona wanaenda kwa Jakaya, wanaenda Jakaya nini? Wanaenda mwingine lakini hawajapona, hawajapona. Yesu okoe, Yesu badilisha maisha yao, okoa wanoshao, okoa nafsi zao, okoa roho zao, rejesha mioyo yao, rejesha kutubu. Kizazi kisichoisikia Injili, kizazi kisichotubu, kizazi kisichookoka, kizazi kisichookoa nafsi zao. Yesu okoa nafsi yao leo. Yesu badilisha maisha yao leo. Yesu tengeneza njia zao leo. Yesu badilisha maisha yao leo. Yesu okoa watu wako leo. Yesu badilisha maisha yako leo. Yesu badilisha ndoa za watu leo. Yesu tengeneza majirani leo. Yesu okoa marafiki leo. Yesu okoa ndugu zangu leo. Yesu tengeneza. Yesu okoa yatima. Yesu okoa wajane. Yesu okoa wasiojiweza. Yesu ponya nafsi za watu. Yesu ponya watu wako. Yesu okoa wafanyakazi leo. Okoa wafanyakazi leo. Imani yangu leo, okoa nafsi yako leo. Ninatamani kuona uwepo wako leo, kuona nguvu yako leo. Yesu, hudumia watu wako leo. Hudumia leo taifa letu leo. Hudumia vijana watu wako leo. Yesu, badilisha maisha yako. Yesu, badilisha uwepo wako. Nipatie uwepo mpya. Nipatie nguvu mpya. Nipatie neema mpya. Nipatie kiwango kipya. Raja senda huya na bosenda huya kabule na sota. Niachie nguvu mpya. Nahitaji uwepo wako kibao. Nahitaji nguvu mpya. Nahitaji imani mpya. Nahitaji wito mpya. Nahitaji wokovu mpya. Yanyoshe mapito yangu mpya kama ulivyonyosha kwa Wanazareti, ulivyonyosha kwa wana wa Yerusalemu, kama ulivyonyosha watu wakiokoka na kutubu. Nahitaji watu kuona leo wanatubu, leo wanatubu. Kanisa linaanguka kwa sababu watu hawataka kutubu. Waliokoka wamekuwa na viburi. Wanaojiita kwamba na kanisa langu wamekuwa na viburi. Wanaojiita kwamba na dini yangu wamekuwa na viburi. Kiburi cha uzima, kiburi cha kujifanya mimi najua, cha kujifanya mimi najua kila kitu, kimeua watu.
roho nyingi zimekufa, nafsi nyingi zimekufa. Kiburi, watu hawaogopi tena kutenda dhambi, watu hawaogopi tena kufanya uasherati, watu hawaogopi tena kufanya maovu. Yesu, natubu kwa ajili ya watu hapa. Yesu, natubu kwa ajili ya taifa. Yesu, natubu kwa ajili ya ndugu zangu. Yesu, natubu kwa ajili ya jirani zangu. Yesu, natubu kwa ajili ya rafiki zangu. Yesu, natubu kwa ajili ya watoto wangu. Natubu kwa ajili ya mke wangu. Yesu, nitubu. Takasa maisha ya watu leo. Takasa dhambi. Okoa nafsi za watu leo. Nafsi nyingi zimekufa. Roho nyingi zimekufa. Zinatembea, zimeshaoza. Watu wanatembea na madawa. Wanatembea na madawa ya ukimwi. Wanatembea na madawa ya kansa. Wanatembea na madawa ya kisukari. Wanatembea na mapanado. Wanatembea na madawa ya vidonda vya tumbo. Wanatembea na madawa ya magonjwa mbalimbali. Watu wameparalyze. Mikono ya watu imeparalyze. Mungu abadilishe mioyo yao. Watubu maovu yao. Wasamehe dhambi zao. Nijifunza kwenye neno Marko 1 mstari wa 1 mpaka 8. Namna jinsi Yesu alivyopokea uwezo wa Roho Mtakatifu hata alipopandishwa nyikani na hata alipoanza kufunga maombi ya siku 40. Yesu, pandisha imani yangu leo. Tukajifunza katika Luka tena 3:16. Tukajifunza Luka tena 3:21. Namna ya ubatizo wa maji mengi. Mtu akibatizwa maji machache anahisi amemaliza. Akibatizwa na Yesu amemaliza. Bado kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, bado kubatizwa kwa maji mengi, bado kubatizwa kwa moto. Yesu, nibatize katika Roho Mtakatifu. Nibatizwe kwa maji mengi ya kiki. Nimebatizwa kwa maji mengi. Ninahitaji nibatizwe kwa Roho Mtakatifu. Nibatize tena kwa moto. Nipitishe katika moto. Safisha maisha yangu. Safisha moyo wangu. Takasa mwili wangu. Takasa uso wangu. Inawezekana naenda kinyume chako. Inawezekana watu wanarudi nyuma kwa sababu ya dhambi zangu, kwa sababu ya kutokusimama kwangu. Inawezekana wasirudi nyuma. Watu wanarudi nyuma kwa sababu ya kutokusimama vizuri. Nisimamie Bwana. Nahitaji hekima, inahitaji maarifa, namna ya kuongoza kanisa. Kuongoza kanisa sio kazi ya mama. Kuhubiri Injili sio kazi ndogo. Ninaomba kujitoa kama maandiko yanavyosema. Ile Mathayo 7 ile mstari wa 7 na ile Mathayo 1:7. Usihukumu usije ukahukumiwa. Sijaja kuhukumu mtu, sijaja kuhukumu watu wenye dhambi. Natamani machanguo wakiokoka, natamani walevi wakiokoka, natamani makahaba wakiokoka, natamani majambazi wakiokoka, natamani mateja wakiokoka, natamani wavuta sigara wakiokoka, natamani wazinzi wakiokoka, natamani kila mwanadamu anayefanya mabaya akibadilika, akiokoka. Natamani waganga wa kienyeji wakiokoka. Ninatamani wachawi nione wakiokoka.
badilisha maisha yao, tengeneza maisha yao, safisha mienendo yao. Bwana, tunaomba watu wanyoshe mapito yao, wanyoshe njia zao, kama Yohana alivyosema, nyosheni mapito, itengenezeni njia hii. Sauti ya mtu aliyenipanda ni sauti ya leo inayohubiri pale, sauti inayogoroka, sauti inayotoa ngoma, sauti inayotoa ngoma, sauti inalia, sauti inalia Temeke, sauti inalia Dar es Salaam, sauti inalia Tanzania, sauti ya mtu aliyenipanda, ya mtu aliyebondeni, ya mtu aliye mlimani, ya mtu aliye darajani, sauti ya mtu aliye njia panda. Njia panda kumekuwa ni sehemu ya kuvuja nazi, sehemu ya kutandika matandiko. Safisha njia panda hizo, safisha kwa jina la Yesu, inasafisha kwa damu ya Yesu. Kila matandiko wanayotandika njia panda, inatakasa miguu yetu katika jina la Yesu, inatakasa vyombo vya moto katika jina la Yesu, inatakasa magari na pikipiki katika jina la Yesu, inatakasa baiskeli katika jina la Yesu, inatakasa wanaotembea kwa miguu katika jina la Yesu. Mikosi iliyomwagwa barabarani, iliyomwagwa njia panda na wachawi na waganga na watapiko yote, inatakasa katika jina la Yesu. Yesu, inuka ndani yangu, naomba nitembee na wewe. Tembea na mimi Yesu, tembea na mimi Yesu, tembea na mimi Bwana, tembea na mimi leo, tembea na mimi leo, tembea na sisi leo katika imani ya leo. Juu ya imani yetu tumekuhudumia Bwana. Maombi yetu ya leo ya siku 14 tunaomba uinue huduma hii. Mwaka kutangaza nchi, nitahubiri Injili kila mtaa, nitahubiri neno la Mungu kila mtaa, nitatangaza habari njema za Yesu kila mahali, kila kata, kila tarafa, nitahubiri kila kata, kila mtaa. Neno la Mungu litahubiriwa, Injili itafika kwa kila mmoja. Yesu, badilisha maisha ya watu. Yesu, okoa nafsi za watu. Yesu, badilisha nafsi za watu katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, wako watu wanaotazama, wapokee neno. Okoa kina mama leo, okoa vijana leo, okoa ndoa. Ndoa nyingi zinalia, vijana wanalia, kina dada wanalia, kina mama wanalia, waliowachika wanalia. Yesu, Yesu, hudumia watu. Shetani, ninakuteketeza kwa moto wako. Wewe ndiye unavunja ndoa za watu, wewe ndiye unavunja ndoa za kina mama, unavunja ndoa za watu kwa kasi. Kwa kasi ndoa nyingi zimekaa mzungu wa nne, kwa kasi ndoa nyingi hazina upendo. Lavu imeondoka, upendo umeondoka. Tengeneza Bwana, tengeneza maisha yako, tengeneza nafsi, tengeneza moyo. Moyo badilika, moyo pokea neno, moyo pokea wokovu, moyo pokea hofu ya Mungu katika jina la Yesu. Asante Yesu, tunakushukuru kwa maombi ya leo. Tunaamini umesikia neno hili. Ninaamini utapokea, ninaamini utatubu, ninaamini utaokoka. Mathayo 11:28 nasema, njoni wote wenye kulemewa na mizigo ya dhambi,
Nasema nami nitapumzisha. Yesu akuondolee dhambi, akuondolee mizigo ya dhambi, akuondolee maovu, akuondolee dhambi yote, akuondolee kile kikwazo kilichokufanya usisimame katika imani tena, usisimame katika kuabudu, usisimame katika maombi. Yesu akuondolee kile kikwazo kilichokuwa kinakurudisha nyuma. Kama ni marafiki, maadui walikuwa wanataka kuvunja moyo, usisimame katika imani, usisimame katika kuhubiri, usisimame katika kusoma, usisimame katika ndoa yako, usisimame katika biashara, usisimame katika kufundisha, usisimame katika uongozi wako, usisimame katika jeshi lako, usisimame katika kusimamia maisha yako. Yesu akubadilishe na akutengeneze katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wote tuseme amen. Amen. Sema amen.